Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Tuangalie kwa haraka umuhimu wa kifo cha Yesu. Kwa nini Yesu alikufa, au umuhimu wa kifo cha Yesu ni upi? Tukiangalia katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa katika uzima wake. Kwa hiyo umuhimu wa kifo cha Yesu ilikuwa kwanza ni sisi wanadamu tusamehewe dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusamehewe dhambi. Baada ya kusamehewa dhambi, basi tufanyiwe upatanisho na Mungu, kwa sababu Mungu alituumba ili tuwe na ushirika naye. Lengo la Mungu ni kwamba sisi tutawale hapa duniani, badala yake kupitia yeye sisi tutawale. Unaona? Kwa hiyo dhambi ndio ambayo imekuja kuvuruga mahusiano yetu. Kwa hiyo Yesu Kristo kupitia yeye kuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu, maana yake tunasamehewa dhambi, lakini pia tunapatanishwa na Mungu. Na zaidi ni kwamba tatu ni kwamba tunaurithi uzima wa milele. Kwa hiyo umuhimu wa kifo cha Yesu, mtu wa Mungu, ni huu hapa. Kwanza kusamehewa dhambi, alafu kitu cha pili ni kupatanishwa na Mungu wetu. Yale mahusiano ambayo yalikuwa yamevurugwa kutokana na dhambi yanarudishwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Na tatu ni kuurithi uzima wa milele baada ya maisha haya mafupi ya duniani. Kwa hiyo nikwambie wewe mtu ambaye bado hujampokea Yesu, unasubiri nini? Ikiwa Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako, kwa nini uendelee kuzibeba hizo dhambi zako? Kwa nini usimtwike Yesu dhambi zako, ili ukishakufa, ukishaondoka kwenye maisha mafupi haya duniani, uweze kupata karama ya uzima wa milele? Mtu wa Mungu, barikiwe sana na uwe na wakati mwema, na kusihi ufanye maamuzi sahihi.